Huwezi kuzungumzia mapinduzi ya Bongo Movie bila kutaja jina la Steven Kanumba, Ray Kigosi, JB na wengine. Sasa Bongo Movie ambayo pia inajulikana kama Bongo Wood ilianzishwa takribani mwaka 2001 nchini Tanzania, ambapo ukuaji wa sekta hii ulileta majina makubwa katika tasnia ya filamu Tanzania. Moja ya majina maarufu ni Steven Kanumba, ambaye alikuwa mwigizaji na mtayarishaji wa filamu maarufu kama Devil Kingdom, Moses Offside, Because of You, Uncle JJ na nyingine ambazo zilipata umaarufu nchini Tanzania na hata zikaja kutajwa huko na mapato makubwa. Sasa Steven Kanumba alijulikana kama Denzel Washington wa Bongo, yani kutokana na uigizaji wake. Watu pia walimfananisha pia na Ramsey Nouah upo kule nchini Nigeria, kutokana na umahiri wake kwa miaka hiyo, kutokana na uigizaji wake wa kuvutia na umahiri wake katika kuongoza filamu. Pamoja na Steven Kanumba, kuna wasanii wengine waliotambulika katika sekta ya Bongo Movie na kusaidia kuinua tasnia ya filamu ya Tanzania. Bongo Movie imefanikiwa kupata umaarufu si tu nchini Tanzania bali pia katika nchi za jirani kama Kongo, Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, na kuifanya kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa Tanzania katika kukuza sanaa na burudani. Mapinduzi ya sasa ya Bongo Movie ni hatua ya kuibuka kwa sekta ya filamu Tanzania, hususan katika miaka ya 2000 ambapo yalianza maonyesho ya filamu za Kitanzania katika maonyesho mbalimbali nchini. Hata hivyo, zipo tamthilia nyingi sana ambazo zimetengenezwa au zinaendelea kutengenezwa nchini Tanzania ambazo zimekuwa na mafundisho makubwa. Kwa mfano, tamthilia ya Siri ya Mtungi ilifanya vizuri sana na ikiwa na mafundisho kubwa sana katika nchi hii ya Tanzania katika masuala mbalimbali. Lakini pia ubunifu umeendelea kufanyika kwa wale ambao wameendelea kutizama tamthilia ambazo ziliwahi kufanya vizuri miaka ya nyuma. Tamthilia za Kitanzania ambazo nyingi sana zilijikita katika masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Baadhi ya tamthilia ambazo tunaweza tukazizungumza leo kama nilivyokutajia Siri ya Mtungi, lakini zipo za nyuma kama Morani, tamthilia ambayo iliandikwa na Emmanuel Mbogo, ambayo ilihusisha wimbi la uhujumu uchumi nchini Tanzania baada ya kupata uhuru. Wahusika kama Dogo na Jaila wanapambana dhidi ya wahujumu uchumi ili kulinda mali za umma na kuleta maendeleo. Kilio Chetu, tamthilia hii iliyoandikwa na Medical Aid Foundation, inavunja ukimya uliopo katika jamii kuhusiana na masuala ya kijinsia na mahusiano. Inatoa ujumbe kupitia ukatili wa kijinsia na kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa usawa wa kijinsia. Tukija kurudi pia katika wale ambao tulisoma kitabu cha Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, tamthilia ambayo ilikuja kuandikwa na Edwin Semzaba, inaangazia matokeo ya kuchanganya kazi na mapenzi. Mhusika akiwa ni Ngoswe anaharibu kazi yake ya kuhesabu sensa kutokana na mapenzi na kusababisha madhara makubwa kijijini. Zipo tamthilia nyingi sana ambazo zinajulikana na uandishi bora, wahusika wa kuvutia na masuala muhimu yaliyojadiliwa. Lakini pia zipo tamthilia nyingine ambazo zilikuwa vizuri kama Jumba la Dhahabu, ndani yake kulikuwa na story nzuri, usaliti, lakini pia mapenzi na kadhalika. Kwa hiyo Bongo Movie siku hadi siku imeendelea kufanya vizuri. Kwa sasa hivi tukitizama katika runinga, tamthilia nyingi zimeendelea kufanya vizuri zikiwa katika zimeboreshwa katika swala zima la muonekano wa picha, lakini pia story zikiwa zinaeleza mambo mengi sana ambayo yanatokea katika jamii, hususan katika sekta ya mapenzi. Tuambie wewe katika kipindi cha nyuma, tamthilia ambazo zilitizama za mwaka 2000 na mapinduzi ambayo yamefanyika kwa miaka ya hivi karibuni, ni upande upi unasema kwamba waliandika au wameandika na wamekukosha zaidi? Usiache kutudutushia comment kwa kile ambacho wewe unaweza ukatuambia, na kipi ambacho unaweza ukatuambia kwamba kilikuvutia zaidi kati ya tamthilia za mwanzoni mwa miaka 2000 hadi kuja 2010, lakini pia 2010 hadi kuja 2025. Ni tamthilia zipi zilikukosha na ni kipi ambacho unaweza kushauri pia tasnia hii ya Bongo Movie nini ifanye katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kuleta vitu ambavyo vinakuwa na mvuto wa kipekee?